Bwana habari za. Nashukuru kwa mwalimu. Pia napenda kuwapongeza chama uongozi, bali nakuwa ni chama cha siasa, lakini uongozi wa kumba taifa. Nchi yetu ipo kwenye msiba, na kwa mara ya mwisho tangu mwaka 1907 mwaka 2025 nchi imeshuhudia mamia wakiuliwa bila sababu na bila uwajibikaji wowote. Fuatilia kwa makini hotuba. Ninapenda nianze na swala hili tumefika. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1985 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makusudi kabisa mwaka 2004 na mwaka 2025 kaenda kutunga sheria ya kuharibu uchaguzi. Katungwa sheria ya tume ya uchaguzi. Jambo la tume ya uchaguzi, jambo la kikatiba, inapatikana chini ya ibara ya 74 katiba ya Jamhuri. Na moja kati ya jambo muhimu kwenye katiba ibara hiyo kwamba jina la tume ya taifa ya uchaguzi la kikatiba, sio la kisheria. Enda kusoma leo tume ibara ya 74 tume ya uchaguzi ya Tanzania, tume ya lakini bunge likaenda kutunga sheria mwaka 2000 ya kitu ya taifa ambacho kwenye katiba hakipo. Kitu ambacho kwenye katiba hakipo. Kwa hiyo kuanzia pale tulishaanza kutengeneza indication ya kwamba tukifika mwaka 2020 hakuwezi kukaa kuna uchaguzi kama yeye alitangulia, sababu hatuna. Ibara ya 64 ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema sheria yoyote ya bunge itakayotungwa kwa kukiuka katiba, hiyo sheria inakuwa ni batili kuanzia siku inapo. Kwa maana hiyo tunaingia kwenye uchaguzi mwaka 2025. Hatuna chombo mahususi cha kikatiba ambacho kingeweza kutuhakikishia sio tu kuwa na uchaguzi, lakini uchaguzi huru, wa haki na unaoaminiwa. Tumeingia kwenye uchaguzi ambao hausimamiwi na chombo chochote chopewa mamlaka kikatiba kufanya. Maana hayo yakatokea. Watu hawakuenguliwa kwa bahati mbaya, wameenguliwa kwa makusudi. Kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu. Mpaka ninapozungumza hapa hatuna hiyo tu. Naomba nihame hapa. Swala la mauaji, kwa sababu hili swala linadogoshwa sana, inaitwa vurugu. Kwenye sheria Profesa Shivya kwamba inapotokea makosa mengine madogo madogo yakachanganyika na kosa kubwa la mauaji, basi yale makosa madogo yote linabaki kosa. Adhabu yake ni kubwa. Tunapo address jambo hili la tarehe 29 na siku chache zilizofuata baada ya hapo, hatupaswi kuzungumza kwamba kuna vurugu. Tuzungumze kwa uwazi kwamba kuna mauaji yalitokea na sio vurugu. Kuzungumza vurugu maana yake ni kudogosha kilichotokea. Tumepoteza roho za watu. Mimi ninapozungumza kwenye jimbo langu la Kivu, watu 10 ambao nilishiriki kwenda kuwalipia gharama za mazishi kila familia. Alafu leo wakitusikiliza tunasema Oktoba 29 naunda na tume ya kuchunguza vurugu. Basi ya kwenda mbele ya tume niliwaambia msiende. Swala la vurugu lilishashughulikiwa kisheria. Walikamatwa watu wakapelekwa mahakamani, zaidi ya vijana 700 nchi nzima kwa uhaini. Sababu ambao walikuwa wanataka kuua serikali. Na baada ya kupelekwa mahakamani, uhaini ndio kosa pekee linalotajwa kwenye katiba ya Tanzania chini ya ibara 28 ibara. Tukatumia kitu hata ambacho hakipo kwenye sheria popote duniani. Tukapoka mamlaka ya DPP, wakasamehewa wale watu. Kaenda nyumbani. Ingawa walitaka kupindua serikali, na kwenye jaribio la kupindua serikali ndio tukapata madhara ya kupoteza ndugu zetu zaidi ya 518 mujibu wa hotuba. Leo tunapokuja kuambiwa kwenye hotuba ya Jaji Chande kwamba moja ya mapendekezo ni kuunda tume ya kupeleleza
yale yaliyotokea ili watu wawajibike kijinai. Wanawajibikaje watu kijinai kwa kutumia hiyo tume itakayoundwa wakati tayari watu walishapelekwa mahakamani na ushahidi upo? Manake mtu hawezi kupelekwa mahakamani kwa mujibu wa sheria zetu kama polisi hawajafanya kazi yao ya upelelezi. Kama mkurugenzi wa mashtaka hajaridhika ule upelelezi unajitosheleza kutengeneza. Mimi naamini kwa kuwa tulishakwenda mahakamani tukawashtaki watu kwa uhaini, manake upelelezi ulishakamilika. Leo kuja na mapendekezo ya kuunda tena tume ya kupeleleza ni kuwatukana Watanzania za ndugu. Lakini siwezi kuondoka hapa bila kumpongeza jaji. Na mahala amesema ukweli kabisa na watu hawamwe. Akasema hivi, yale jaribio la mapinduzi lilipangwa, liliratibiwa na lilitekelezwa. Lilifadhiliwa na likatekelezwa. Ingawa mwisho wa siku akusema waliopanga ni akina nani. Sasa ukitaka kujua waliofanya vile nani, rudi kwenye matukio ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi na siku chache kabla ya uchaguzi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liliambiwa lijiandae sijui kufanya nini, waingie kwenye vita. Tukio la uchaguzi ni tukio la kijamii. Wapa watu haki yao kuchagua viongozi, sio vita ambayo inahitaji jeshi lijiandae, lakini jeshi likajiandaa. Pamoja na kujiandaa, jeshi lilishindwa kujua watu walikuwa wanafanya mafunzo ya kupindua sekta 10 kutoka kwenye jeshi lilishindwa. Sasa utamlaumu rais kwa kosa. Kaambia wajiandae. Yaani rais tena ndo akachukua bunduki aende akatake wale watu. Haiwezekani. Kawaambia jiandaeni, wamejiandaa lakini mwisho wameambiwa, rais amewaambia hakutakuwa kuna maandamano. Maandamano pekee yatakayotokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba ni maandamano ya kwenda kupiga kura. Rais katuhakikishia usalama kabisa. Lakini tumeona na tunaambiwa nguvu iliyotumika. Maana nikasema haya mambo haya tunahitaji sana neema ya Mungu. Vinginevyo tunaweza tukatoka hapa tumechanganyikiwa kabisa ukiunganisha sequence of events na kauli zilizokuwa zikitoka. Mwisho, Tanzania ndio nchi kituko pekee duniani. Tanzania kuwa na uchaguzi katikati ya mauaji afu tuambiwa haki. Tena uchaguzi ambao umefanyika sio katika muda uliopangwa, kwa sababu muda uliopangwa kufanya uchaguzi kwa maana ya zoezi la kupiga kura, kuhesabu kura, kuhakiki na kutangaza matokeo ni kuanzia asubuhi kupiga kura mpaka saa 10 jioni mwisho kupiga kura. Lakini mauaji yameanza kutokea saa 5 na wenyewe wanajivuna kwamba kama ni vurugu zilitokea wakati watu wameshapiga kura. Maana yake siku ile watu waliamka mapema sana saa 12 wakaenda kupiga kura saa 5 wakawa wameshamaliza. Sasa unawezaje kama unakiri kuna mauaji ya watu zaidi ya 500 nchi nzima, alafu katikati ya tukio hilo kubwa linalo draw attention ya dunia nzima kwa sasa ukasema huo uchaguzi ni, lazima utakuwa umechanganyikiwa kidogo akili au uwe ni mwenda wazimu kabisa. Haiwezekani, sababu watu wakishakufa huo ni msiba. Akitokea mmoja wetu tu hapa akafa, shughuli yote hii inasimama kwa sababu ni msiba. Sasa tuna msiba wa watu zaidi ya 500, alafu bado tunajinasibu kwamba tumeweza kupiga kura vizuri, tumehesabu, tumetangaza matokeo na tukapata matokeo 98% katikati ya misiba. Haiwezekani. Kwa mimi nasema tu kwa kumalizia, moja kati ya mapendekezo ambayo mimi nadhani yanaweza yakawa mjadala, turejee kwenye hotuba ya Mwalimu Nyerere. Alisema hivi,